Faida 10 zilizofunuliwa na watu wa Mungu za kuabudu Ekaristi Takatifu. Faida ya kwanza ni ya muhimu sana kwa Mkristo yeyote anayekuwa kiroho. Namba 10. Kila saa moja tunayotumia kuabudu inafurahisha moyo wa Yesu, na hivyo majina yetu huandikwa mbinguni kwa ajili ya uzima wa milele, alisema Mama Teresa wa Calcutta. Namba 9. Maisha ya kiroho familia zetu yanaimarishwa kwa njia ya saa ya kuabudu, alisema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Namba 8. Saa takatifu ya kuabudu ni muhimu sana kiasi kwamba roho za waamini wengi huenda kwenye uzima wa milele, yaani mbinguni badala ya motoni. Maneno ya Yesu ya ufunuo kwa Dina Belenga. 7. Wakati pekee ambao Yesu aliomba kitu wanafunzi wake ni wakati anakaribia mateso, na hakuomba chochote isipokuwa saa moja kukesha naye, alisema Askofu Mkuu Fulton Sheen. Namba 6. Saa moja takatifu ya kuabudu ni kushiriki katika harakati za ukombozi, alisema Askofu Mkuu Fulton Sheen. Namba 5. Neema ya kuabudu Ekaristi iko juu ya watu wote, alisema Mtakatifu Peter Juliani Eymard. Namba 4. Bwana wetu Yesu husikia maombi yetu yote na popote, lakini amewafunulia watu wake kuwa wale watakao kwenda kukaa naye katika kuabudu Ekaristi Takatifu watapata neema zaidi, alisema Mtakatifu wa Alphonsus Ligoria. Namba 3. Kila saa unapokwenda kuabudu, kumbuka kwamba Yesu amekusubiria wewe binafsi kwenda kumtembelea kwa karne 20, alisema Mtakatifu Josemaria Scavia. Namba 2. Kuabudu kwa dhati kuna neema na manufaa makubwa ambayo huzidi kwa wale wanaoabudu. Hupanuka na kugusa nyumba zao, familia zao na mpaka katika parokia zao, alisema Papa Paulo wa Sita. Namba 1. Saa moja takatifu mbele ya Ekaristi ni muhimu kuliko miaka 1000 ya utukufu wa mwanadamu, alisema Mtakatifu Padre Pio. Tujitahidi kila mara kujipa muda wa saa moja au zaidi mbele ya Yesu Ekaristi ili upokee faraja, neema, baraka, amani, ujasiri, mafanikio, huruma, msaada na upendo toka kwake Yesu Ekaristi, Mungu mtu katika maumbo ya mkate na divai. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.